Tafakari na kuomba kabla na baada ya kusoma maandiko. Utamaduni wa kiroho wa Kanisa Katoliki. Katika historia ya Kanisa Katoliki, maandiko matakatifu yamesalia kuwa msingi wa maisha ya kiroho, mafundisho na utume wa waamini. Kuanzia nyakati za mitume hadi leo, kanisa limehimiza waamini kusoma neno la Mungu si kwa njia ya kawaida tu, bali kwa moyo wa sala, unyenyekevu na tafakari ya kina. Utamaduni huu unatokana na kuelewa kuwa Biblia si tu kitabu cha historia au falsafa, bali ni neno hai la Mungu linalozungumza na moyo wa mwanadamu. 1. Kuomba kabla ya kusoma, kuitafuta nuru ya Roho Mtakatifu. Mojawapo ya mazoea ya kale na ya kina kabisa ni kuomba kabla ya kusoma maandiko, kwa kuwa ufahamu wa kweli wa neno la Mungu hautokani na akili peke yake, bali na mwanga wa Roho Mtakatifu. Mtakatifu Jerome, aliyewahi kutafsiri Biblia kwa Kilatini Vulgata, alisema, hatufahamu maandiko isipokuwa kwa msaada wa Roho yule yule aliyeyachochea kuandikwa. Kanisa linahimiza waamini kuanza kwa sala fupi ya dhati kama vile: Mungu, nisaidie kulisoma na kulitafakari neno lako kwa moyo mnyofu. Nifungulie macho ya kiroho ili nipate kuelewa na kuishi mapenzi yako. 3. Kutafakari, kusikiliza kwa ndani neno la Mungu. Baada ya kuomba, waamini wanahimizwa kutafakari kwa kina kile wanachosoma. Mtindo huu wa tafakari unaitwa Lectio Divina, yani usomaji wa kimungu, ambao umekuwa sehemu ya urithi wa kiroho tangu karne za mwanzo. Katika Lectio Divina, mtu husoma, kutafakari, meditatio, kuomba, oratio na kutulia katika uwepo wa Mungu, contemplatio. Katika hatua hii, waamini hujiuliza maswali ya msingi kama: nimejifunza nini kutoka katika neno hili? Je, Mungu ananiambia nini binafsi leo? Ninapaswa kubadilika wapi katika maisha yangu? Maswali haya huwasaidia kusogeza neno la Mungu kutoka kwenye akili hadi moyoni na hatimaye kwenye matendo ya kila siku. 3. Kuomba baada ya kusoma, kujibu wito wa Mungu. Baada ya kusoma na kutafakari, waamini hufunga kwa sala ya shukrani na toba, wanaomba neema ya kutekeleza kile walichojifunza. Hii ni sala ya mwitikio, jibu kwa mwaliko wa Mungu. Kwa mfano: Bwana, asante kwa kunena nami kupitia neno lako. Nisaidia kulitimiza katika maisha yangu ya kila siku. Nijalie nguvu ya kubadilika pale ninapohitajika kurekebisha njia zangu. Hitimisho: kuishi neno la Mungu. Katika maisha ya Mkristo wa Kikatoliki, kusoma maandiko ni zaidi ya kujua historia au mafundisho, ni kukutana na Kristo mwenyewe, neno aliye hai. Kwa hiyo, kutafakari na kuomba kabla na baada ya kusoma ni daraja la kiroho linalomfikisha muumini katika muungano wa kina na Mungu na kumwezesha kubadilika kwa kadiri ya mapenzi yake. Usiache kusubscribe chaneli yetu ya I Am Catholic Tanzania, kulike na kuweka ujumbe wako. Ungetamani kujifunza nini au kupata msaada gani? Tafadhali tuandikie hapa chini kwenye comment na Mungu akubariki sana.